Karibu sana mtazamaji wa TBC1 hii leo kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Tunaangazia utafiti na namna ambavyo umekuwa ukileta matokeo kwenye jamii yetu. Wasomi wetu wamefanya utafiti, lakini kikubwa ambacho wewe unatakiwa kufanya ni kuutumia kwenye maisha yako ya kila siku. Iwe katika swala zima la uchumi, biashara, sayansi, kilimo, lakini pia mambo ya kijamii, kisiasa na katika mambo ambayo yote yanahusiana na utafiti. Na hii ndiyo dhamira kuu ya kipindi cha Mwanazuoni. Tunakuletea utafiti ambao unakwenda kugusa maisha yako. Leo hii tunaangazia namna gani unaweza kuhifadhi vitunguu ama nyumbani, shambani au hata ukiwa sokoni ili visiweze kuharibika. Watafiti wamekaa wakabaini kwamba kuna namna ambayo inaweza ikakufanya utunze ama uhifadhi vitunguu vyako kwa ubora zaidi na vikae kwa muda mrefu bila kuharibika. Ni moja ya changamoto ambayo inatokea kwa baadhi ya watu ambao wananunua nyumbani, wakulima, lakini pia wafanyabiashara masokoni. Kuna sehemu nakuta kwamba wamehifadhi lakini vinakaa kwa muda mfupi zaidi. Kumbe kuna njia ambayo inaweza ikasaidia wewe kuhifadhi na vikaa na ubora wa hali ya juu na ukaendelea kutumia siku hadi siku. Naitwa Tobias Masalu, niko naye ni Ayubu Elia. Yeye ni mtafiti wa masuala ya uchumi, kilimo, lakini pia ni mjasiriamali ambaye tunaangazia swala hili leo hii kwenye utafiti ama kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Karibu sana, twende pamoja. Ayubu, habari za majukumu? Salama, tuko salama kabisa. Habari za masomo? Mungu ni mwema, kwa salama. Sasa nilishamaliza shahada yangu ya uzamili. Ndio. Na sasa naendelea na shahada ya uzamivu. Uzamivu ndo PhD? Exactly. Okay. Ndio. Utaweza kukuona kijana hivi, mbona unakwenda haraka sana? Nchi yetu inahitaji wasomi. Ndio. Lakini wasomi ambao wanaleta tija kwenye jamii. Kwa hiyo na mimi kama kijana wa Tanzania naona kabisa iko haja ya kuleta tija kwenye jamii yangu. Ndio maana tunaendelea na shule, lakini pia tunafanya vitu ambavyo vinakuja kugusa jamii moja kwa moja. Na wewe umejikita kwenye nini zaidi? Maana nimeona kuna vitu vingi ambavyo nimeviona kwenye maelezo yako kuhusiana na kile ambacho umesomea. Ni sahihi, nina vitu vingi ambavyo nimefanya, lakini kwa ujumla wake mimi shahada yangu ya kwanza nimefanya uchumi, kilimo na biashara pale Chuo Kikuu cha Sokoine. Lakini baada ya hapo nikapata nafasi ya kwenda Israel ambako nikafanya masuala ya uhandisi wa mifumo au teknolojia za kilimo. Lakini baadaye nikarudi kwenye shahada yangu ya uzamivu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nikafanya kilimo, uchumi na biashara. Lakini zaidi sana nilikuwa nimejikita kwenye masuala ya usalama wa chakula. Na hapa zaidi nikaangazia ni kwa namna gani tunaweza kuhifadhi, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine wanasema food security. Yes, food security. Kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema nchi yetu tumepiga hatua kwa maana ya kuwa na idadi kubwa ya wakulima, japokuwa tunaita na wakulima wadogo wadogo, lakini tumepiga hiyo hatua. Lakini changamoto kubwa ni nini tunafanya mara baada ya kuwa tumezalisha? Hapo kuna changamoto kubwa sana hapo kwenye hifadhi. Exactly. Na tujikite hapo sasa. Na moja ya utafiti ambao umeufanya ni mwongozo wa kilimo na uhifadhi wa vitunguu maji. Ni vitunguu ambavyo vinatumika sana kwenye maisha yetu ya kila siku, na ukisikia kitunguu nyumbani kinapikwa unajua tu kwamba tayari mambo yanaenda kuwa mazuri zaidi. Tuanzie hapo. Nini kilikusukuma kuhakikisha kwamba unakuja na huu utafiti wa kuhifadhi vitunguu maji? Sawa, shukrani sana. Yako mambo mengi sana ambayo yalinisukuma kuja na utafiti wa namna hii. Jambo la kwanza, kwenye jamii yetu ya Kiafrika kwa ujumla, mtu akisikia usalama wa chakula, kitu kinachomjia akilini moja kwa moja ni mazao yale tunaita mazao ya chakula, kwa maana ya kwamba mahindi na vitu vifanavyo na hivyo. Lakini ukija kwenye mahitaji ya usalama wa chakula ni mpana zaidi. Tafsiri yake ni kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akatumia mahindi peke yake ikatoshea mlo kamili. Kwa hiyo sasa sisi kama watafiti na kama wasomi tunapaswa kufungua akili zetu na kuangazia maeneo mengine tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ikanipelekea mimi kufikiria nje, tunasema think outside the box, nje ya box, kwamba nisifikirie yale mazao ambayo tumeyazoea, lakini yako mazao mengine ambayo pia ni ya msingi. Moja wapo akiwa tunasema ni mazao ya bustani. Vitunguu ni moja ya zao ambalo linapatikana kwenye jamii ya mazao ya bustani ambayo kwa takwimu mbalimbali zinaonyesha tunapoteza zaidi ya 40%
Kwa hiyo maana yake hali ya kupoteza kwenye mazao ya namna hii ni kubwa sana. Maana yake ni baada ya kuwa tumevuna. Baada ya kuwa tumevuna, exactly. Kwa hiyo ni kubwa sana kulinganisha hata na haya mazao ambayo tumeyazoea. Kwa hiyo hicho kikanichochea na kuona ni muhimu sana kufanya utafiti wa namna hii kwenye mazao ambayo yamesahaulika kwa namna moja au nyingine. Na kwa takwimu inaonyesha kwamba Afrika nchi zinazoongoza kwa uzalishaji wa vitunguu ni Misri, Algeria, Morocco, Nigeria, Afrika Kusini na Niger. Lakini kwa upande wa Afrika Mashariki nchi inayoongoza ni Uganda ambao ni asilimia 47, lakini pia Tanzania inafuatia ikiwa na asilimia 30 kwa uzalishaji wa vitunguu. Lakini kwa uzalishaji wa vitunguu vyenye tija duniani sasa hapa tunazungumzia nchi inayoongoza ni Korea, lakini ikifuatiwa na Marekani kisha Uhispania. Ni nchi ambazo tunazungumzia uzalishaji wenye tija. Maana yake kwa Tanzania Tanzania bado tujafikia kwenye uzalishaji wa tija kwa mujibu wa maelezo na utafiti huu. Kabisa. Tunapozungumzia uzalishaji wenye tija, tafsiri yake rahisi kabisa kwa namna ya kuelewa ni kwamba tunaangalia kiwango cha rasilimali unachokiweka kwenye hekta moja na unazalisha kiasi gani cha mazao. Sasa kwa mfano kwenye vitunguu, sisi Tanzania kwenye hekta moja tunazalisha tani 10. Lakini ukiangalia nchi ambazo umezitaja kwa sasa wameshafikia hatua ya kuzalisha tani zaidi ya 50 kwenye hekta hiyo hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa mfano Korea wanazalisha wanavuna tani 26 exactly, yes. Kwa ekari moja. Kwa sasa na tani 67. Yes. Lakini pia kwa upande wa magunia yenyewe sasa kwa upande wa magunia ukihesabu ni 268 kwa ekari moja ya vitunguu hayo. Yeah. Na kwa upande wa Marekani ni tani 22.8 kwa ekari moja sawa na tani 57, ambayo kimagunia unaweza ukasema ni magunia 228. Yes, sasa unaweza ukaona hiyo tofauti ya tija, wakati sasa hivi sisi kwa Tanzania tunazungumza yule mkulima ambaye amefanya vizuri kabisa anavuna gunia maximum 100, lakini wenzetu wanavuna gunia mpaka 200. Kwa hiyo unaweza kwa ekari moja. Kwa hiyo unaweza kuona utofauti wa tija. Viko vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikapelekea haya masuala ya tija. Sasa hivyo ni masuala ya tunaita utaalamu wa udongo na afya ya udongo na vitu vingine, the agronomic practice. Kwa hiyo ipo nayo ni sayansi yake, lakini sasa tujikite kwenye vitunguu na uhifadhi na kwa nini mlikuja na utafiti umeelezea, lakini mfumo ama utafiti ambao umeubaini unafanyaje kazi kuhakikisha kwamba mtu ambaye analima sasa tukiachana kilimo cha tija tujikite kwenye uhifadhi ili tuweze kuboresha zaidi katika hilo eneo ikiwa ni sehemu ya usalama wa chakula? Ni kweli kabisa kwamba kama tulivyozungumza bado tija yetu kwenye uzalishaji haiko vizuri. Sasa nini ambacho tunapaswa kufanya ni kwamba kile ambacho sasa tunazalisha ni muhimu sana pia kisipotee. Hatuko kwenye tija, lakini pia uhifadhi wetu sio mzuri. Kwa hiyo tafsiri yake sisi tunapoteza 40 vinapotea kabisa, na tija nayo sio nzuri. Kwa hiyo ukifanya mahesabu kwamba tunapoteza sana. Kwa hiyo kitu ambacho sisi tumekifanya, lakini kilimo ardhi ya kulima ipo kubwa. Sio tu ipo lakini ni kubwa. Lakini pia sisi kwa Tanzania tumebarikiwa sana, ardhi yetu ina potential tunasema kubwa sana kwa ajili ya mambo ya umwagiliaji. Kwa sasa unavyozungumza kilimo chenye tija haukwepi umwagiliaji, na sisi Tanzania tumebarikiwa ardhi, tumebarikiwa pia na rasilimali kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo tuko vizuri. Sasa kwa nini tumekuja na utafiti wa namna hii na unawezaje kufanya kazi? Chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tukiwa tumefadhiliwa na shirika la maendeleo la Sweden linaloitwa SIDA, ambao walisimamia utafiti huu, kwa maana ya kwamba kulipa gharama za utafiti. Ni utafiti ambao umegharimu pesa nyingi kidogo na ni utafiti ambao umefanyika kwa muda mrefu. Sasa SIDA walitupa pesa kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukamsaidia mkulima wa chini au mkulima mdogo kuweza kuhifadhi mazao yake. Mara baada ya kuwa tumewasilisha andiko letu na wakaona linafaa, wakatupa fedha. Sasa kitu ambacho tulikuwa tunakiangalia, kwa mfano kwa mkulima mdogo kwa nchi yetu ni yule ambaye tunasema analima chini ya hekta 2.5. Hekta 2.5 tafsiri yake ni eka 5. Kwa hiyo yule yote anayelima chini ya hapo ni mkulima mdogo. Lakini ukienda kule mashambani wakulima wetu wanalima chini
ya hiyo ambayo tunaisema kitaalam. Kwa hiyo unakuta mtu analima nusu eka, analima eka moja, anajitahidi sana eka mbili. Na kwenye hiyo eka moja nzima akivuna sana ni gunia 50, lakini wengi wao wako chini ya hapo. Lakini hizo ambazo zinavunwa sasa pia 40% ya hicho kilichovunwa kinapotea. Kinaharibika. Mchakato wa uhifadhi. Yes, kwenye mchakato, kuanzia mchakato wa kuvuna kuja mpaka kuhifadhi kinaharibika si chini ya 40%. Kienda machapisho mengine anasema kuna baadhi ya mazao ya mboga mboga tunapoteza mpaka 100%. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba ukiyumba kidogo kwenye uhifadhi kila kitu kimetoweka. Sasa tumekuja na utafiti huu, tulifanyia mkoa wa Singida kama utafiti mama, ambapo tulikuwa tunaangalia njia mbalimbali za namna ya kuhifadhi zao la kitunguu maji. Kwanza tulijifunza zile njia ambazo zinatumika kwenye eneo husika la Singida, kwa maana tunaita traditional technologies, ni namna gani wanahifadhi, wanapoteza kwa namna gani. Sasa tumeandika maandiko pia mbalimbali ambayo tutawakabidhi na mtayashare kwa Watanzania. Ukizungumza na mkulima anasema wazi kabisa ni kazi ngumu sana kuhifadhi kitunguu. Ndani ya siku 7 za mwanzo ana uwezo wa kupoteza zaidi ya 20% ndani ya siku 7 za mwanzo baada ya kuvuna. Sasa tafsiri yake ni kwamba wanapoteza zaidi. Kwa hiyo baada ya kujifunza ni njia gani wanatumia, ni changamoto gani wanakutana nazo, sasa sisi kama wataalamu tukakaa na kuanza kupitia duniani wenzetu wamefanya nini. Kwa mfano nchi kama India wamefanikiwa sana kwenye kuhifadhi, na nchi hizo ambazo umezitaja. Sasa sisi kwenye mazingira yetu, okay, unaweza ukaja pia na utafiti mzuri lakini sio applicable kwenye mazingira yako. Kwa mfano kitunguu unaweza ukahifadhi kwenye mazingira ya aina mbili. Tunasema unaweza ukahifadhi kwenye mazingira baridi ambayo inahitaji nyuzi joto isizidi 1%. Tafsiri yake ni kwamba inahitaji umeme mwingi ili uweze kukihifadhi kwa muda huo. Sasa ukija kwenye mazingira yetu ni uhalisia kabisa kwamba nishati ya umeme bado haijawa nzuri kiasi hicho ambacho inaweza kukupa uhifadhi mwaka mzima. Kwa hiyo ni teknolojia nzuri, lakini kwenye mazingira yetu, maana wao wenzetu huko nje wanatumia hizo teknolojia wanatumia. Yes, accessibility ipo, tunaita refrigerated storage systems, ambao unaweza ukashusha joto mpaka nyuzi joto 1 au hata chini ya 1, na hiyo kiwango kinatakiwa kuwa cha usawia kwa muda wa mwaka mzima kama utahifadhi kwa mwaka, au chini hapo kulingana na mahitaji yako. Sasa tukija sisi nishati ya umeme sio nzuri. Kwa hiyo lazima tufikirie utafiti au ubunifu ambao utajibu mahitaji yao. Sasa mahitaji yetu ya Kitanzania tunahitaji tuhifadhi vitunguu tunaita kwenye room temperature, mazingira ya joto la kawaida kabisa ambalo tumelizoea. Sasa kwenye hayo mazingira kitunguu kinaweza kuhifadhika kati ya nyuzi joto 22 mpaka isizidi 30, ambao ndio joto letu la kawaida tulilolizoea. Sasa kitu gani ambacho kitakufanya upate hilo joto? Baadaye tukakaa na kuanza kufanya design ya aina ya ghara au aina ya teknolojia ambayo inaweza kukusaidia. Kwa hiyo tukakaa kwanza kwenye engineering design, tukachora mchoro ni kwa namna gani utapitisha upepo ikitokea kuna hali ya hewa ya baridi. Tafsiri yake ni kwamba kiwango cha unyevu kitakuwa juu, vitunguu vikishika unyevu vitaharibika. Kwa hiyo inabidi hiyo teknolojia yetu ijibu baridi kizidi itawezaje kuondoa hali ya unyevu ndani ya vitunguu. Joto likizidi ni kwa namna gani litakuwa linaweza likapunguzwa kufikia hatua ambayo kikahifadhika muda mrefu. Kwa hiyo tulifanya utafiti kwa takriban miezi 9 tukijaribu kuangalia vipindi tofauti tofauti, na baadaye tukaja tukapata aina ya mchoro na aina ya malighafi au materials tunasema ambazo zinafiti kwenye mazingira yetu na zinatupa aina hiyo ya uhifadhi. Tulijaribu zaidi ya malighafi 3. Kwa maana ya kwamba tuliangalia chuma, aina ya material ambayo ni chuma kwenye kutumia, lakini tukaonekana kwanza ni ghali sana. Lakini pia chuma ziko za aina tofauti. Iko chuma ambayo inashika kutu, iko ambayo haishiki kutu. Ambayo inashika kutu tafsiri yake kwenye usalama wa chakula sio sahihi. Ambayo haishiki kutu ni nzuri, lakini gharama yake kwa Mtanzania wa kawaida ni changamoto. Kwa hiyo tukaja na aina mbalimbali mpaka baadaye tukaweza kupata teknolojia yetu inaweza ukaijenga kwa materials za tunaita wooden au soft materials ambazo ndani yake kuna vitu tofauti. Kuna mbao ambazo ni soft woods, lakini pia kuna
ile tunaita ile mikonge, lakini ule mkonge huo unatoa mti fulani, mti wa mkonge. Sasa moja ya kitu ambacho tulikifanya kwenye utafiti huu, tulifanya kitu tunaita economic analysis ya teknolojia husika, kwa maana ya kwamba tija ya kiuchumi inaweza kumsaidiaje mkulima kuongeza kipato, kwa maana ya kwamba akihifadhi muda wa mavuno na baadaye atawezaje kupata faida. Kwa hiyo tuliangalia hivyo. Kwa hiyo tuliangalia mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kwa namna gani anaweza karudisha gharama zake. Teknolojia inatuambia ndani ya misimu miwili anaweza kama amesharudisha gharama za uwekezaji. Lakini uzuri ni teknolojia hii inaweza kudumu kwa miaka 10 kuanzia siku ya kwanza ameanza kuhifadhi. Lakini tunaongeza neno, tunasema katika matumizi sahihi. Sio teknolojia leo umehifadhia kuku, kesho mbuzi. Kwa hiyo kwenye matumizi sahihi ni miaka 10. Lakini kwenye tija ya kiuchumi pia ndani ya miaka miwili anaweza kama amerudisha gharama zake na akaendelea kutengeneza faida. Ayubu, muda wetu unazidi kukimbia kweli kweli. Ni Ayubu Elia, huyu ni mtafiti wa masuala ya uchumi, kilimo, lakini pia ni mjasiriamali ambaye tunaangazia namna ya uhifadhi ama mwongozo wa kilimo wa uhifadhi wa vitunguu maji. Yeye ni mtafiti ambaye amefanya utafiti kwa namna gani unaweza ukahifadhi vitunguu vyako kwa ngazi ya familia, lakini mfanyabiashara na hata mkulima shambani, ili viweze kutumika kwa muda mrefu vikiwa na ubora wake ule ule. Ayubu, tujikite kwenye huu mfumo sasa ambao ninyi mmekuja nao. Unafanyaje kazi kwa Mtanzania kuanzia ngazi ya familia, mfanyabiashara na hata mkulima shambani? Kabisa. Sasa nakushukuru kwa swali zuri. Wakati tunajaribu kuangalia huu ubunifu au hii teknolojia, tulikuwa tunaangalia kwenye hizo nyanja zote ambazo umezitaja. Kwanza tulimfikiria mkulima mdogo ambaye nimesema tunaweza tukasema ni wa namna gani uzalishaji wake na mambo mengine, lakini pia tukamwangalia mfanyabiashara pale sokoni ambaye anaweza kukusanya vitunguu vingi kwa mara moja na akaendelea kuviuza taratibu, kwa sababu tunasema ukiangalia ile market system au mfumo wa masoko wa nchi yetu ni kwamba kunakuwa na gap kidogo kutoka kwa mkulima kwenda kwa mzalishaji. Kwa hiyo hapa katikati anaingia mfanyabiashara, wengine wanatumia jina sio zuri sana, wanaita middleman, dalali au mlanguzi. Sasa hayo ni aina ya majina, lakini kwa ujumla wake tunaita mfanyabiashara ambaye kwa sehemu kubwa ndiye anachukua mzigo mkubwa kutoka kwa mkulima, atauhifadhi kidogo, baadaye ampe kidogo kidogo yule ambaye ni mlaji wa mwisho. Sasa tuliangalia kwenye maeneo yote hayo. Mkulima wa kwanza anavuna mara moja vitunguu vingi, inatakiwa vihifadhi. Kwa hiyo tulikuja teknolojia yetu hii imejibu mahitaji haya tofauti. Kwa maana ya kwamba mkulima mdogo tulimwangalia yule ambaye anaweza kavuna kati ya gunia 10 mpaka 30, kwa maana ya tani 1 mpaka tani 3. Then kuendelea hapo. Kwa hiyo hii teknolojia yetu ina vipimo kabisa ambayo inamfiti mkulima wa namna hiyo. Anaweza kapata akajengewa vizuri kabisa kati ya gunia 10 mpaka 30 na kuendelea. Lakini kwa mfanya biashara, hawa mara nyingi wako sehemu tunaita kwenye masoko. Kwenye masoko. Sasa pia tumekuja na vipimo vya makara makubwa ambayo kwenye masoko hatutegemei mfanya biashara atamiliki moja kwa moja ili ghala. Lakini wazo ni kwamba soko au halmashauri husika inaweza ikawekeza kwenye kudesign ghala kubwa, alafu wale wafanyabiashara sokoni wakachukua nafasi kidogo kidogo, wakahifadhi na gunia 10, 20, 50, 100, akahifadhi hapo, akaendelea kuzitoa kidogo kidogo. Lakini pia ni kwamba mnaongeza thamani ya biashara. Lakini pia tukamwangalia yule mnunuzi wa mwisho. Yuko mnunuzi ambaye hapendi kununua kila siku kwenda gengene. Anahitaji anunue labda debe lake 1, 2, 3, mwingine gunia, aendelee kutumia. Kwa hiyo pia mchoro wetu unamruhusu mtu wa namna hiyo, anaweza kaweka kuanzia kwenye level ya familia, akahifadhi kuanzia debe 1 tunasema kwa vipimo vyetu vya Tanzania, akahifadhi kuendelea huko mbele. Na inahifadhi kwa muda gani hiyo teknolojia? Ni tunasema maximum kabisa ni miezi 6. Kwa hiyo kuanzia umeanza uhifadhi siku ya kwanza inakwenda mpaka miezi 6. Lakini tunasema kwamba bado kuna uharibifu kidogo unaotokea ndani ya miezi 6. Kulingana na utafiti ambao tumefanya, tuliweza kuweza kuchukua
vipimo mbalimbali, lakini mwisho wa siku tukaja kugundua kuna asilimia kama 10.9 ambayo itapotea kwa namna yote ndani ya miezi 6. Sasa inapoteaje? Kwamba vitunguu tunajua ni zao lina maji. Kwa hiyo ukihifadhi kwa muda mrefu maji yatapungua. Kwa hiyo maji yanapopungua uzito pia unapungua. Ni moja ya uharibifu. Viko vichache ambavyo vitaoza, viko vichache ambavyo vitaota, lakini sasa kwa ujumla wake utapoteza asilimia si zaidi ya 10.9, ambacho hicho ndio kiwango kinachokubalika na wanazuoni duniani ndani ya miezi 6 hiyo maana. Ndani ya miezi 6. Lakini wakati huu tukizungumzia kawaida ni asilimia 40. Asilimia 40. Siku 7 za mwanzo za kuvuna. Kabisa. Yes. Kwa hiyo ni zaidi ya asilimia 40. Lakini kwa sasa sisi tumeweza kuja na huo utafiti ambao unashusha mpaka asilimia 10.9. Duniani sasa wanazuoni wanasema ili uone kwamba uhifadhi wako unafanya vizuri hasa kwenye mazao ya bustani kiwepo vitunguu, haitakiwi muda wa uhifadhi wote utakaofanya asilimia upotevu izidi asilimia 13. Ikizidi asilimia 13 maana yake uko kwenye kiwango cha juu cha kisi. Lakini ikiwa chini ya asilimia 13 zimefanikiwa. Na sisi tumeweza kufanikiwa kwa kupata asilimia 10.9. Kuna chemical mnaweka kwenye hiyo teknolojia ambayo mnayo ama ni ukisha namna mnavyoitengeneza? Yaani inakuwaje? Hapana, hakuna chemical yoyote ambayo inawekwa, na lugha rahisi ya kitaalam tunaita natural ventilated onion storage structure. Natural maana yake ni hali ya kawaida. Kuanzia malighafi ambazo tunatumia kama hapa nilivyosema, tunatumia mti wa mkongo wa mkonge, tunatumia softwoods na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni natural. Lakini hewa inayopita pale ni hewa hii ya asili kabisa. Kwa hiyo ni vipimo ambavyo vinatupa uhifadhi tu mzuri. Kwa hakuna chemical, hakuna kitu kingine chochote ambacho tunakiongeza. Hakuna chumvi zaidi tu ambacho kinaongezeka, ambacho ni changamoto kwa wakulima, ni tunaita zile taratibu za kiuvunaji. Kuna taratibu kadhaa huwa zinakosewa. Sasa ili uweze kuhifadhi kuna aina ya urefu wa shingo inatakiwa ukate. Kwenye moja ya kutoa elimu na kutoa ujuzi, tuliona lazima tuweke vitu kwenye maandishi. Kwa hiyo tumeandika maandishi au nakala mbalimbali ambazo tumezichapisha. Ziko ambazo zinaishauri serikali ni kwa namna gani ya kufanya, tunaita policy brief. Lakini tumeandika pia vitabu vya mwongozo kwa wakulima kuanzia uzalishaji mpaka namna ya kuvuna na kuhifadhi. Kwa hiyo mkulima akipata hiyo nakala itampa mwongozo kuanzia hatua ya awali ya namna gani anavuna, namna gani anasafirisha kupeleka kwenye ghala, namna gani atahifadhi ili aweze kupata matokeo. Kwa hiyo ni mwongozo mzuri ambao tunasema is a complete guide, na mwongoza hatua kwa hatua, na akifuata ajalishi kama mimi kama mtaalamu au mtafiti nipo au sipo, lakini akipata tu mwongozo na vipimo vya aina ya teknolojia tumeviweka pia ndani ya mwongozo. Kwa maana yake hii mtu anaweza kutengeneza mwenyewe akiwa nyumbani. Kabisa. Okay. Yes. Ni mtafiti huyu tumezungumza naye ni Ayubu Elia, yeye ni mtafiti wa masuala ya uchumi kilimo, lakini pia ni mjasiriamali. Amezungumzia namna kuhifadhi vitunguu maji katika ngazi ya familia, biashara, lakini pia wakulima ambao wako masokoni. Elia, tumalize na hii. Unapatikana vipi kwa watu ambao wanahitaji msaada wa utafiti huu kwa ajili ya uhifadhi na maendeleo kwa ujumla wake? Nashukuru sana. Jambo la kwanza ni kwanza kufika kwenye ofisi za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam chini ya ndaki ya sayansi za kilimo na usalama wa chakula. Kwa hiyo hapo atapata maelezo yote. Lakini mimi mwenyewe napatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa namba za simu. Pia napatikana. Namba yangu ya simu ambayo inapatikana muda wote ni 0757 23 20 35. Kwa hiyo muda wote hapo napatikana. Lakini pia kama nilivyosema, ulivyonitambulisha, ni mjasiriamali. Mara baada ya kuwa tumemaliza shughuli za masomo, tumeendelea na shughuli za uzalishaji mali. Kwa sasa mimi na wenzangu ni wamiliki wa kampuni inaitwa Green Solutions, ambao tumejikita zaidi sana kwenye kutoa tunasema solutions au suruhu. Yes, asante. Kutoa suruhu mbalimbali za teknolojia za kilimo. Kwa hiyo tunaanzia kuanzia usanifu wa teknolojia za kilimo mpaka kwenye ujenzi wa hizo teknolojia husika. Ofisi yetu kuu iko Morogoro, lakini pia tuna ofisi hapa Dar es Salaam na Dodoma pia. Na kwa mitandao ya kijamii mtu anaweza akatupata
kwa jina la Green_Solutions TZ. Kwa hiyo huko utapata takwimu zetu na taarifa mbalimbali. Tunaendelea pamoja na utafiti huu, lakini ziko tafiti nyingine ambazo bado zinaendelea. Fanya kuhusiana mambo ya uhifadhi, lakini pia mambo ya kilimo na maendeleo yake. Kabisa. Ni Ayubu Elia, huyu ni mtafiti wa masuala ya uchumi kilimo, lakini pia ni mjasiriamali ambaye kwa sasa amejikita katika swala zima la kilimo. Tumezungumza naye kuhusiana na namna ya kuhifadhi ama uhifadhi wa vitunguu maji katika jamii yetu. Hapa tunaangazia ngazi ya familia, lakini pia ngazi ya biashara, lakini pia ngazi ya mkulima ambaye anajihusisha na kilimo cha vitunguu maji. Ni kushukuru sana kwa mtazamaji wa TBC1, endelea kutazama vipindi vinavyoendelea. Naitwa Tobias Masala, tutakuja tena na utafiti mwingine. Bye bye.